Shabani, hapa tumeona ni jambo kubwa mmelifanya hapa kupitia Ahmed Ally semaji lenu, lakini kilichotushangaza kikubwa ni kukataa kiingilio kwa maana ya bure. Ahmed Ally amesema kuwa mmepata fursa ya kuingia bure, lakini wana Simba wamepayuka kwa kusema kuwa hatujazoea hiki ambacho mnataka kutuletea hiki. Nini neno lako wewe kama mwenyekiti wa tawi la Mpira Pesa, lakini pia kama shabiki kindakindaki wa Simba Sport Club? Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa uelewa wa watu wa klabu ya Simba. Wanaelewa thamani ya klabu yao ya Simba ni nini. Unapoelewa thamani ya kitu chochote ambacho unachokimiliki au ulichokuwa nacho, ina maana wewe unakuwa ni mtu wa thamani zaidi ya kile ambacho unachokiamini. Kwa hiyo mimi ni wapongeze kwa kuelewa thamani ya klabu yetu. Lakini la pili, unapoenda kwenye starehe yoyote, hamna starehe bure. Ukimwona mtu kaenda hata baa au hata hotelini anategemea mtu wale ili na yeye akebakize aombe yale, basi huyo sio mtu wa kawaida, huyo mtu wa ovyo. Sasa Simba hawako katika staili hiyo, kwa sababu anajua thamani ya starehe ni nini. Ni wapongeze katika hili, tena nichukue nafasi hiyo. Lakini la pili, unapozungumzia Simba unazungumzia klabu kubwa sana, sio klabu ndogo. Simba kwenye Afrika iko namba 5, lakini kwenye Afrika kwenye Sekafa namba 1. Hauwezi kuwa namba 5 katika ubora alafu watu waingie bure katika mechi yako. Mimi siwezi kuona iko kitu. Vilabu vidogo ndo wanaweka watu bure. Kwa hiyo kwa klabu yetu kubwa ya Simba na mashabiki wake washaelewa maana ya thamani ya klabu yao, ndio maana umeona wamegoma na hawahitaji kufanyiwa mechi zao bure hata siku moja, kwa sababu wanajua klabu yao ya thamani na wao mashabiki wana thamani, kwa sababu kila mshabiki wa Simba thamani yake ni kubwa sana. Bosi kaona mna thamani zaidi na ndio maana akaamua kuwapa hiyo fursa ya kuingia bure. Iko sehemu ambayo bosi ana uwezo wa kuja kufanya jambo ili mashabiki wake wa Simba wakafurahi. Sio hiki. Yes, lakini sio kwenye mechi ya dakika 90 ambayo watu wanahitaji matokeo. Ukiingiza ndani utaingiza kunguni, utaingiza chawa, utaingiza wale si viroboto, utaingiza mende, watatilia vurugu. Sasa wale mende na viroboto, chawa, kunguni tunawaacha nje, tunaingia wenyewe waliokuwa na thamani. Ina maana tukifika uwanjani ndio maana ya kuwa mashabiki bora. Ndio maana leo sema mashabiki bora kwa sababu tunathamini kile ambacho tunachokipenda. Sasa kama unachokipenda ukithamini unataka upewe bure, ina maana wewe thamani yako inashuka na kile unachokipenda leo thamani yake inashuka. Hii inaleta fundisho gani labda kwa mpira wetu wa Tanzania leo, wana Simba kukataa hichi kitu ambacho mlichokikataa siku ile? Kila klabu wajifunze. Inategemea, labda wengine ndio kwanza wanakuja wanatafuta mashabiki. Mambo haya yafanya kina Singida, wakina Azam. Ila sio mtu mkulungwa mkongwe miaka 35 tena unakaa mbele za watu umezaliwa 35 kubwa zima unaenda kuambia watu waingie bure. Hali kubwa zima kabisa uone hata aibu. Hivyo ni vitu vya aibu. Yaani mpira unaendeshwa kwa pesa. Tuzungumze ukweli. Sasa hivi mchezaji wa kucheza kwa mapenzi hakuna. Mchezaji anahitaji pesa. Wachezaji wetu sasa hivi hawali guest wala loji. Wachezaji wanaenda kulala hotelini. Wachezaji wanahitaji huduma za kwa bora. Unapataje hiyo pesa? Vilabu vyetu kila siku tunalazimisha vijenge uwanja, vilabu vyetu kila siku tunalazimisha vijenge hata kama hosteli za kwa bora, wachezaji wetu wakae kwenye maeneo yaliokuwa sahihi. Vilabu vyetu vyote viwili uwanja hawana kwa kuchezea mechi. Uongo, tumekuja kushindwa na Azam, tumeshindwa nani vilabu vya juu kwa sababu wenyewe wanajithamini. Sasa wewe mwanachama au mshabiki unahitaji kuingia uwanjani bure, klabu yako inajengaje uwanja katoa na dai uwanja? Kwa hiyo kuna vitu lazima wajifunze. Waache mambo ya kizamani yale ya kubebana. Nimesikia mpaka Zanzibar atakupelekwa bure. Zanzibar sio sehemu sahihi kupewa bure afu kitu ukachukua. Kuna watu wabaya mno. Unamaanisha nini kusema? Sio sehemu sahihi. Uende Zanzibar upewe bure, sehemu ya kulala, ule bure ufanye kila kitu. Usiku lazima ulipe hiyo bure. Shabani, Mpira Pesa wasema usiku lazima ulipe. Lakini Shabani, tunaona kuwa hamasa, tunaona mmeanza mapema sana hizi hamasa za kuelekea katika mechi yenu ya tarehe 23. Labda kwa nini mmeanza mapema kipindi hichi? Kwanza mashindano makubwa na hatua tuliofikia ni hatua ya maamuzi ya kutoka hatua hii kwenda kwenye hatua nyingine. Msemaji wangu kasema kwamba key ya mafanikio ya klabu ya Simba, key ya mafanikio Benjamin Mkapa. Hiyo wanayo mashabiki wanaoijaza Benjamin Mkapa. Kwa hiyo lazima tuanze mapema, tukumbushane. Muda mrefu hatujacheza na muda mrefu Benjamin Mkapa hatujaenda kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu hata mechi zetu zingine tulicheza Zanzibar finali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo tuko katika kukumbushana. Kila mwana Simba wajibu wako ukata tiketi ukaja Benjamin Mkapa. Viingilio rafiki. Kiingilio cha shilingi 5,000 ukiwa na shilingi 10,000 ina maana unakunywa maji, unakula chakula, unapata nauli na unakata tiketi yako, unafika uwanjani unaenda kumwangalia Simba Sports Club. Kwa hiyo imetangazwa mapema kwa sababu ili kila mshabiki aweze na kufanyikisha ikiwezekana kufika Benjamin Mkapa tuweze kujaza uwanja na timu yetu iweze kupata matokeo. Sawa, timu yenu iweze kupata matokeo, lakini unahisi kuwa
kwa sababu tumeona mashabiki wachache waliokuwa hapa ndio wamekataa viingilio. Unahisi Tanzania nzima watakuwa na mawazo kama ya hawa, kwa maana ya wana Msimbazi, wana Simba wa Tanzania nzima watakuwa na mawazo kama haya, wataunga mkono hichi ambacho watu wachache wa hapa studio au wana Dar es Salaam, wana Simba wa Dar es Salaam walichokataa hapa? Mashabiki wa Simba dunia nzima wanathamani. Yaani umeona si Simba. Wana Simba wa dunia nzima wanathamani na wanajua thamani ya klabu yao ni nini. Na wanajua kwenye logo yetu kuna neno nguvu moja. Nguvu moja anayosema mtu aliyokuwa studio ndio nguvu moja ambayo inayosemwa ya mtu aliyokuwa Europe. Nguvu moja anayosema mtu aliyokuwa Europe ndio nguvu moja inayozungumziwa ya mtu ambaye yuko Msumbiji. Nguvu hiyo moja. Kwa hiyo yani hili neno la hapa kwamba watu hataki bure, dunia nzima hataki bure wana Simba. Na hata ukienda katika interview zenu hizi, ukiangalia watu wanaounga mkono, ukiona mtu katukana hamna wote tunataka bure, basi jua huyo amejivalisha koti la Simba, yeye akiwa paka wa Majalalani, sio Simba. Hamna mwana Simba anahitaji kuingia uwanjani bure. Hakuna. Kwa sababu wanajua thamani ya klabu yao. Tunaithamini klabu yetu, ndio maana tunaipa viingilio. Uweze kuithamini klabu yako uingie uwanjani bure, tena unadai mpaka na chakula upewe bure. Ina maana wewe klabu yako kama wewe unaenda kuisaidia nini? Kwa hiyo sehemu ya kusaidia klabu yetu ili songe mbele ni kuchangia kukata tiketi kwenda kuingia uwanjani. Ndio maana unaona wana Simba leo baada ya Ahmed kusema bwana mechi bure, kila mtu kawaka tena mpaka watu wameenda kumpiga. Asirudie tena kufanya kwa kitu. Kwa hiyo ni onyo kwa yani ni onyo kali kuanzia viongozi mpaka sisi hatuingii kwenye mechi bure kwa sababu klabu yetu ina thamani. Mtu yoyote aliyokuwa kitu chochote chenye thamani bro, upewe bure. Na ukimwona mtu kakupa kitu cha thamani bure, basi huyo mtu ana jambo na wewe. Wewe wanaoingiaga viwanjani bure ni kwamba hakina thamani kile ambacho walichoona. Hakina thamani, sasa klabu yao ina thamani. Wewe unavyoona. Leo klabu yao ina thamani, thamani ya kujipa wenyewe mdomoni wanayo. Hiyo thamani ya chochote hawatuwezi. Klabu yetu iko Dar es Salaam mjini Kariakoo. Yao iko kwenye mabonde ya maji. Thamani yao zero. Klabu yetu iko namba 5, wao kwa nafasi ya 14, zero. Klabu yetu katika Sekafa tuko namba 1, wao kwa nafasi ya 8, zero. Thamani yao iko wapi? Wao hapo klabu bingwa. Mbovu, zero. Hapa wanajivunia kwa wao hapo klabu bingwa. Klabu bingwa nini? Klabu bingwa na timu kutoka Shelisheli zinacheza. Kwani klabu bingwa ndio kama sisi? Timu za Zanzibar zimecheza. Klabu bingwa. Timu kutoka Shelisheli, timu kutoka visiwa vya Ovo zimecheza. Hata itakuwa wao. Kwa klabu bingwa sio kama wewe mwenye thamani. Wanasema thamani yao kubwa, wamefika finali klabu bingwa. Thamani wamecheza watu wengi. Kuna watu timu ndogo, Piramidi kaandishwa juzi tukabeba klabu bingwa Afrika. Tena kabeba klabu bingwa, yani sio kafika finali kabeba. Sasa wewe utuambie thamani kwa sababu ni klabu bingwa. Mimi niwaambie tu, mashabiki wa klabu ya nyuma mwiko, wachomoe mwiko ule, akili ziwakae vizuri. Unajua mwiko unapokuwa unaning'inia na hao akili zao zinakuwa mgando, ndio maana kila kitu supu bure, uwanjani bure, pilau bure, maji bure, kanga bure, kila kitu bure. Wachomoe, wakiutoa ule mwiko ule ukawa uning'inia nyuma, watajua thamani ya klabu yao. Watajua thamani. Wakichomoa mwiko, si unaning'inia, wachomoe mwiko ule. Wakishachomoa mwiko watajua thamani ya hamasa hizi. Shabani Mpira Pesa, kwa hamasa hizi ambazo mmeanza rasmi leo na tarehe 19 hapo tunaendelea pia na hamasa, unaona kitu gani kuelekea tarehe 23? Naona mafanikio ya klabu yangu ya Simba Sports Club. Mafanikio ya mbele ya kufanikiwa kwanza, tuna timu iliyokuwa bora, lakini mafanikio haya hatuwezi kuyapata, lazima anasema mashabiki tushirikishwe. Ndio maana unakuta viongozi wetu wameandaa kitu kama hiki, wamekuja kutushirikisha. Leo wamekuja mpaka watu wa hali ya chini kabisa hapa wameshiriki hiki kitu. Kwa hiyo Simba kila sehemu unashirikisha watu ndio unafanikiwa. Kwa hiyo mimi mafanikio ya klabu ya Simba katika masa hizi, na waona kabisa Simba akienda kuongoza kundi letu zidi ya timu zingine zote.